Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Brenda Rupia Jonas, ameandika waraka mzito kwelikweli katika mtandao wa Twitter unamhusu aliyekuwa mlinzi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Mlinzi wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alikamatwa tarehe 26 na mpaka leo bado anashikiliwa na jeshi la polisi katika mkoa wa Mbeya. Brenda Rupia ameandika waraka mrefu katika mtandao wa Twitter na nukuu chapisho la afisa habari wa Chadema Brenda Rupia na nukuu: maombi ya habeas corpus yamefunguliwa leo. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ya Mbeya dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini, mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na Songwe, wakuu wa vituo vya polisi kati Mbeya na Vwawa wakitakiwa kufika mahakamani kueleza sababu za kuendelea kumshikilia Awadi Kalonga, mmoja wa walinzi wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kinyume na sheria. Kalonga alikamatwa na polisi tangu tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026 na hadi sasa polisi Tanzania wamekataa kumpa dhamana ya polisi au kumfikisha mahakamani kinyume na sheria za nchi hii. Kutii sheria bila shuruti kunapaswa kuanza na jeshi la polisi lenyewe. Tukikutana mahakamani watasema sababu za wao kumshikilia mtu kwa zaidi ya siku 10 bila kumpeleka mahakamani. Huu ni mwendelezo wa kuwashikilia viongozi wa Chadema kinyume na sheria au taratibu kwa sababu ambazo hazieleweki au hazijaweka wazi. Mwisho kunukuu maneno ya afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Brenda Rupia. Brenda Rupia ameamua kuandika chapisho hilo kwa kuwashtaki baadhi ya viongozi mbalimbali wa jeshi la polisi, akisema anamshtaki mkuu wa jeshi la polisi nchini, lakini pia anamshtaki mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini, lakini anamshtaki kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na Songwe, lakini pia anawashtaki wakuu wa vituo vya polisi vya Mbeya kati na Vwawa wakitakiwa kufika mahakamani. Hayo ni mashtaka ambayo afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ameamua kuyaweka wazi katika mitandao ya kijamii. Una maoni gani Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, nitakuja kupitia nione una maoni gani katika chapisho hili ambalo afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ameamua kuchapisha katika mtandao wa Twitter. Jina langu Diwakeo TV, tutatoka katika masuala ya kisiasa. Bye bye.